Kufuatia agizo la mkuu wa mkoa mjini Magharibi Unguja alilotoa hivi karibuni la kuwataka watumishi wa umma waliopo ndani ya mkoa huo kuhakikisha wanawasilisha vitambulisho vao vya kura. Na mimi nina wajibu. Nimesema jamani, kwenye wale nimezungumza wale wote ambao wako kwenye mamlaka yetu ya mkoa, hizo sekta ziko nyingi sana humo. Nimkataja mfano manispaa, kuna watendaji wafanyakazi, ngazi za wilaya, mkoa wenyewe, tuna taasisi sisi tuna affiliate nazo moja kwa moja. Tuna maafisa wa elimu humu, tuna waratibu wale wote wana sekta zao, lakini wako kwenye compound yetu. Lakini wako watu ambao viongozi kama sisi, nikasema wanaoishi kwenye mkoa mjini Magharibi. Akishasema tu, na wakati mwingine si lazima ataje ofisini, akanirushia tu bwana, RC changu hicho hapo, mimi nikikiona hata kwa simu najua hichi ndicho. Chama cha ACT Wazalendo leo hii kupitia mwanasheria mkuu wa chama hicho Omar Said Shabani kimekemea vikali juu ya agizo hilo lililotolewa na mkuu wa mkoa, huku likitaja kuwa kufanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria, ambapo tayari chama hicho kimeshachukua hatua za kuiandikia mamlaka husika ikiwemo Tume ya Uchaguzi Zanzibar pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuhakikisha wanatoka hadharani na kukemea juu ya agizo hilo lililotolewa na mkuu wa mkoa mjini Magharibi Unguja. Kauli hii, ndugu waandishi wa habari, kwa uchambuzi wa haraka niliofanya, inavunja sheria 5 za nchi hii. Inavunja sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, yani Personal Data Protection Act ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na inavunja sheria ya utumishi wa umma. Lakini mbali ya hivyo inavunja pia katiba yetu ya Zanzibar ya mwaka 84. Sasa nitaeleza kwa kiasi gani sheria hizi zinavunjwa. So mimi nimekaa hapa kama mwanasheria mkuu, lazima niwaeleze katika engo ya sheria. Wengine watamwambia kwa lugha nyingine anazozifahamu, nitamueleza kwa lugha ya sheria. Waandishi wa habari, kwa nini nasema uvunjaji wa sheria za uchaguzi, hasa sheria ya uchaguzi ya Zanzibar? Kifungu cha 118 G, tafasili ya G, kifungu cha 118 cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibar inaeleza kwamba ni makosa mtu yoyote kuuza, kununua, na hapa ninapotaka kusema ndio mpa bold na kuunderline, kuuza, kununua au kumpatia, naelewana vizuri au kumpatia kitambulisho cha kupiga kura mtu ambaye hahusiki. Ni makosa. Na inaposema ni makosa kwa mujibu wa sheria ile, kwa sababu ukisoma kile kifungu chini kinasema mtu huyu atakapopatikana na hatia atalipa faini kuanzia shilingi 300,000 mpaka 300,000 au kifungo cha miezi 3 mpaka miezi 6. Maana yake ni jinai, na tumeyafanyia kazi kwa upana wake, kwamba tumeona kwenye hili sio zeki tu wanaohusika. Kwanza kwa zeki na NEC tumewaandikia, na najua naibu atakuwa ameshawapelekea barua au iko njiani, kuwataka NEC na zeki kutoa kauli na onyo kali juu ya zoezi ambalo ndugu Kitwana amekusudia kuliendesha. Wanao wajibu wa kuwahakikishia wapiga kura kuwa vitambulisho ni mali yao, na kwamba mkuu wa mkoa sio sehemu ya wahusika wa uchaguzi wenye privilege ya kuaccess vitambulisho vya wapiga kura. Tunawaomba watoe kuwahakikishia wapiga kura kwamba they are safe, they don't need to submit it to anyone, they don't, and wamtaje kwamba mkuu wa mkoa sio sehemu ya hierarchy au ya rejimu yao ya wahusika. Kwa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, inaitwa Tume Sijui Kamisheni, kitu kama hivyo, ichukue hatua za haraka sana dhidi ya ndugu Kitwana, kwa kuwa taarifa binafsi tena nyeti za watumishi wa umma katika mkoa wa mjini Magharibi zipo hatarini kukusanywa na kuchakatwa na mtu asiyehusika
tena mwenye utaalamu wa kuchakata taarifa KIT. Ni mwalimu wa chuo kikuu yule ametuambia, au sivyo? Tunatoa wito kwamba taarifa za watu ziko hatarini kuchakatwa. Hatujui, hajaweka wazi atafanya nini. Kasema atachukua yeye, atarekodi nini? Ukishafika mbele ya mamlaka akakuita umeingia ofisini kwake hujui, au sivyo? Akikwambia njoo kesho niachie. Kwa hiyo PDPC wanaitwa wale, Personal Data Protection Commission, wachukue hatua za haraka sana. Wafanyakazi wa mkoa wa Mjini wako hatarini, viongozi wako hatarini. Baki bwana akichukua ile zoezi, sikasema yuko serious hata ni. Na pale kaanza na watu na wakazi. Sijui wangapi, tunajiuliza sijui wangapi. Jamani, wako hatarini watu. Hatujui litafanywa nyuma ya pazia, litafanywa ndani, litafanywa wapi zoezi hili. Hatuziangalii taarifa hizi kiuchaguzi tu. Ni taarifa nyeti, hawezi kuwa na access nazo. Sheria imedeclare taarifa zinazochukuliwa kwa biometric ni sensitive personal data. Tunafahamiana vizuri eh? Tume ya maadili ya viongozi wa umma pamoja na katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi wachukue hatua za kinidhamu na kimaadili dhidi ya ndugu Kitwana kwa ukiukwaji wa misingi na miiko ya utumishi wa umma. Na mwisho ni kwa jeshi la polisi. Tunataka lianze uchunguzi mara moja juu ya zoezi hili la kihalifu linalokusudiwa kutendwa na ndugu Kitwana.